Sasa fikiria, mtu mmoja tajiri mwenye nguvu zisizo na kifani akikusanya watu mashuhuri wa dunia, lakini sio kwa ajili ya biashara au siasa, bali ni kuhusu ubaya wa kihalifu, udanganyifu na siri zinazoweza kubadilisha historia. Huyu ndiye mwamba Jeffrey Epstein, na leo tunachunguza mkasa wake mzima. Nani walihusika na kwa nini faili zake zinaendelea kuibua taharuki duniani kote baada ya miaka 5 ya kifo chake. Jeffrey Epstein alizaliwa 1953 huko nchini Marekani, na kwanza alijulikana kama mwalimu wa hesabu na biashara, lakini haraka sana alijipatia utajiri mkubwa wa mtandao wa uhusiano na watu wenye nguvu kimataifa. Alikuwa na kibali cha ajabu. Aliweza kuingia kwenye jamii ya watu mashuhuri, wakiwemo viongozi wakubwa wa nchi, wasanii na wanasiasa. Lakini siri kubwa ilikuwa mbali sana na macho ya dunia. Watu wengi walijua ni mambo ya kawaida tu. Epstein alihusiana na unyanyasaji wa kijinsia, hasa kwa watoto na vijana. Alikamatwa na kesi za udhalilishaji mwaka 2008, lakini kesi hiyo ilimalizika kwa makubaliano ya kutowekwa wazi. Cha kushangaza zaidi, alirudia tena na akakabiliwa na mashtaka ya kisheria mwaka 2019, lakini kitu cha ajabu kilitokea. Epstein alifariki akiwa gerezani, kitu kilichowafanya mamilioni ya watu wastaajabu na kutokuwa na uhakika na kifo chake hadi hii leo. Faili za Epstein zinajumuisha maelezo ya mamilioni ya kurasa, barua pepe, picha na video ndani yake. Kuna majina ya watu mashuhuri sana duniani, wakiwemo wanasiasa, watu wakubwa wa kibiashara na watu mashuhuri wa Hollywood. Sasa kwa miaka mingi, Jeffrey Epstein alikuwa kwenye mtandao mkubwa wa unyanyasaji wa utumwa wa ngono, hasa ukihusisha wasichana wadogo, baadhi wakichukuliwa kuwa watoto kabisa. Kwa upande wa taarifa za FBI na mahakama zilionyesha jinsi Epstein alitumia mali zake, maeneo yake ya kifahari na mtandao wa watu kuwashawishi na kuwakamata wasichana wadogo na kuwaingiza kwenye mtandao wa kingono. FBI ilikusanya ushahidi kwamba alichukua wasichana wadogo, wengine wenye umri chini ya miaka 14, na aliwapa baadhi ya wanawake waweze kuwafundisha kufanya vitendo vya kingono, kisha wakapewa fursa watafute wasichana wengine na wawalete kwa malipo maalum. Kiufupi, mtandao wa Epstein ulikuwa mkubwa sana. Kesi yake ya mwaka 2008 ilifunikwa kwa makubaliano yaliyoonekana kulinda upende wake, na hii ilichochea zaidi watu kuamini mtandao wake wa kuchafua watoto wadogo ulihusisha viongozi wenye nyadhifa kubwa serikalini. Hivi sasa, kwa sababu ya kutolewa kwa faili mpya za serikali na zaidi ya mamilioni ya kurasa, video na picha, kuna majina ya watu wenye ushawishi mkubwa yaliyoonekana kwenye hati hizi. Na hapa ni kuhusu nini kinaonekana na kipi kina maana. Majina ya watu maarufu hayamaanishi uhalifu wa moja kwa moja. Faili kuonyesha jina la mtu kwenye barua pepe au mazungumzo hakimaanishi kwa mtu huyo alifanya uhalifu. Kuna majina ya viongozi wa kimataifa na wazazi maarufu waliotajwa kwa mawasiliano au kushiriki hafla fulani, lakini
hakuwahi kushtakiwa mahakamani kwa uhalifu huo kutokana na faili hizi. Baadhi ya majina ya watu maarufu na yaliyojitokeza kwa mara nyingi zaidi. Wa kwanza ni Elon Musk. Jina hili linatajwa kwenye baadhi ya mawasiliano na yeye mwenyewe amesema haikuwa na uhusiano wa moja kwa moja na unyanyasaji wa kingono wa watoto wadogo. Ni jambo ambalo ilizua gumzo kubwa baada ya Elon Musk kuonekana kwenye faili za Epstein. Jina la pili ni la tajiri Bill Gates. Bill Gates alitoa tamko akisema anajuta kwa wakati aliofanya mazungumzo na Epstein, lakini hakuna ushahidi wa uhalifu wa moja kwa moja, japo kuna baadhi ya taarifa zinasema Bill Gates alihusika kwenye baadhi ya matukio ya kikatili na unyanyasaji wa kingono hadi kupelekea kumwambukiza mke wake magonjwa ya kingono, japo taarifa hii haijathibitishwa rasmi. Jina lingine ni rais wa Marekani wa sasa, Donald Trump na Bill Clinton. Majina yao yameonekana kwa sababu ya safari au hafla, jambo ambalo hawajathibitisha kuwa walijihusisha na uhalifu huo, japo kuna taarifa zinasema walihusika moja kwa moja na uhalifu na unyanyasaji wa kingono wa Epstein. Jina lingine ni Prince Andrew. Ameonekana mara nyingi kwenye habari za zamani akiwa karibu na Epstein na amekanusha uhalifu, lakini mjadala umeendelea kwa sababu ya ushahidi wake na ushahidi ulioibuliwa na timeline ulioibuka pia na watu wengi waliotaja. Jina lingine ni William G. Burns aliyekuwa mkurugenzi wa CIA. Limetokea kwenye mawasiliano na afisi yake ilisema hakumjua vizuri Epstein na aliondoka, lakini uhusiano baada ya kugundua historia yake ya uhalifu inaendelea kuwa gumzo kutokana na faili zilizotolewa sasa hivi. Mnamo Februari 2026, serikali ya Marekani ilitoa mamilioni ya faili na majina hayo yakaorodheshwa na faili za Epstein zipo zinaendelea kuchunguzwa. Majina ya waathirika na baadhi ya picha zilizidi kuonekana wazi bila kufichwa vizuri, jambo ambalo linasababisha waathirika wa zamani kufanya malalamiko makali juu ya hatari za faragha. Kwa kifupi basi, hadithi ya Jeffrey Epstein ni moja ya mambo makubwa kabisa ya udhalilishaji wa watoto na mtandao wa uhalifu wa ngono uliohusisha rasilimali nyingi, watu wenye nguvu na siri kubwa ya kidunia. Alikuwa akitumia utajiri na washawishi wake kwa ajili ya uhalifu wa kimapenzi dhidi ya watoto wadogo. Taarifa za mahakama zinadokeza jinsi utendaji huu ulivyokuwa ukifanyika kwa miaka kadhaa. Epstein alikuwa akiwachukua watoto wadogo na kuwalea kana kwamba ni watoto wake, lakini watoto hao wanaenda kutumika kingono. Hivi sasa dunia inashuhudia faili za mamilioni ya kurasa zikifunua mtandao na rekodi, lakini wengi wanajiuliza kama ukweli mzima bado haujaonekana wazi na kama haki ya waathirika itapatikana kweli.